Karibu katika channel yetu. Leo tutapata kuandaa njia rahisi kabisa ya kutatua tatizo la choo kigumu bila kwenda hospitali, bila kutumia dawa za hospitali, ukiwa zako tu nyumbani na kwa gharama nafuu kabisa. Hii unayoiona hapo ndio dawa yenyewe, tunaweza ita dawa lakini ni chakula cha kawaida kabisa. Hiyo unayoona ya kijani katikati ni majani ya maboga ambao ni fungu la kawaida kabisa, ambayo inapatikana kwa bei nyepesi kabisa. Kilichofanyika ni kukatakata na kuipika tu kawaida, ambapo haihitaji gharama kubwa. Unaweza kaongeza vitu kama karoti au nyanya, hata mafuta kama ukihitaji, lakini sio lazima. Na unaweza kaipika kama inavyoonekana hapo, lakini ichanganywe pamoja na parachichi kwa ajili ya kuleta matokeo kwa haraka. Kwa hivyo hii itatumika kwa watu wenye shida ya kupata choo kigumu. Wewe unapata choo kigumu, ukienda haja kubwa inakuwa ni mtihani, ni mzozo, ni maumivu makali. Sasa unatumia hii majani ya maboga ambayo unachanganywa na parachichi, ambapo utapata kutatua tatizo hili la choo kigumu. Hii sio kwa ajili ya watu wanaokosa choo. Kwa ajili ya watu wanaokosa choo, ziko mbinu nyingine au remedy nyingine, home remedies nyingine ambazo unaweza kutumia nyumbani bila kwenda hospitali na ukatatua tatizo la kukosa choo. Lakini kwa hapa hii leo ni kwa ajili ya wale ambao wanapata choo kigumu. Kupata choo kigumu haina haja ya kwenda hospitali, haina haja ya kuumiza kichwa labda kupata madawa ya gharama kubwa. Kama shida yako ni choo kigumu tu, home remedy kama hii itatosha kabisa kutatua tatizo lako, na utatatua kwa gharama ndogo kabisa, kwa sababu hii, kama kwa mfano hii unayoiona hapo, haivuki shilingi 2,000, kwa maana ya kwamba hilo parachichi pengine ni 1,000 tu, alafu hizo majani pengine ni ya shilingi 500 au ikienda sana labda shilingi 1,000. Kwa hiyo haivuki shilingi 2,000. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinapatikana katika mazingira tunamoishi, lakini kwa gharama ndogo kabisa, na kinakupa suluhisho la kudumu. Kwa hiyo wewe ambaye unasumbuliwa na choo kigumu mara kwa mara, unapata choo kigumu kama choo cha mbuzi, unapata maumivu makali ukienda haja kubwa, hii itakufaa kabisa. Cha msingi ni kuziandaa vizuri, hilo ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili izingatiwe kwa watu wenye vidonda vya tumbo. Aina hii ya chakula inaweza ikamletea shida endapo atatumia kwa wingi. Kwa hiyo majani ya maboga kwa mtu mwenye shida ya vidonda vya tumbo itabidi achukue tahadhari kidogo. Kwa hivyo atatumia kiasi kidogo kwa nyakati tofauti ndani ya siku, na atamaliza tatizo la choo kigumu. Lakini kwa wewe ambaye hauko na shida ya vidonda vya tumbo, unaweza ukatumia kiasi cha kutosha tu na tatizo lako litaisha kabisa ndani ya muda mfupi, unless uwe na shida nyingine. Kuna watu pia hutumia matunda mengine kama maembe au mapapai, pia yanasaidia. Lakini utofauti ni kwamba ukitumia mapapai au maembe inachukua muda, ni tofauti na kutumia parachichi ikichanganywa na majani ya maboga kama ilivyooneshwa hapo. Kwa hiyo ukitumia hizi inakuwa ni haraka zaidi na inakupa suluhisho kwa muda mrefu, isipokuwa chukua tahadhari kwa wewe ambaye unakuwa na shida ya vidonda vya tumbo. Lakini pia angalizo jingine kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo, ukitumia maembe, pia kiasi kikubwa cha embe kinaweza kikakuletea kiwango kikubwa cha acid tumboni, na hivyo kupelekea shida ya tumbo kujaa gesi na kuwa na ile discomfort. Kama utahitaji au una swali lolote, usiache kuniuliza katika comment section hapo. Lakini pia kama umekutana na video yetu kwa mara ya kwanza, na kuomba tu upate kusubscribe
Like, comment, lakini pia unaweza kashare na wengine wapate elimu hii muhimu kabisa.